Haleluya, haleluya, haleluya. Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Pendwa wangu, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni Pastor Imani Oscar Katana nikikukaribisha asubuhi ya leo, ikiwa ni Jumatatu nyingine ambayo Bwana ametupa, Jumatatu ya baraka, Jumatatu yenye uwepo wa Mungu, na ni Jumatatu ya kwanza katika mwezi huu wa 6. Acha tusikie neno la Mungu na tuweke maombi yatakayotuongoza katika mwezi huu mzima, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na tumshukuru Mungu. Tunakubariki Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, uishie na kumiliki. Nani afanane nawe? Nani alingane na wewe, mfalme wa wafalme? Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakubariki, ninakuheshimu, ninakutukuza. Asante kwa ajili ya damu yako uliyomwaga msalabani kwa ajili yetu. Bwana, tunajibariki kupitia damu yako. Asante kwa kila mmoja Bwana sikia ujumbe huu. Bwana, umjalie neema, upe nguvu ya kutembea vile ipasavyo. Kwa damu na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaweka wakfu mwezi huu wa 6 mikononi mwako, tukisihi neema yako na uweza wako Bwana ukawe pamoja na sisi. Kwa jina takatifu la Yesu tunaomba tukiamini, amen. Mpendwa wangu, nina furaha kusikika tena masikioni mwako siku hii ya leo. Na siku ya leo nataka tuangalie ujumbe ambao unasema namna kujali kunavyoweza kuleta kujaliwa maishani mwako. Namna kujali kunavyoweza kujaliwa. Ili uweze kujaliwa, wakasema mtu fulani amejaliwa, dada fulani amejaliwa. Kujaliwa kunaanza na kujali. Na tutaangalia kisa kimoja ambacho kitatusaidia kwa namna gani kujaliwa kunaweza kuinua kwa namna gani kujali kunaweza kuinua kujaliwa kwenye maisha ya mtu. Haleluya. Na soma kama ilivyoandikwa kwa kitabu cha Mwanzo, sura ile ya 40 mstari wa 5 hata ule mstari wa 7. Wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku mmoja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake. Mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri waliofungwa gerezani. Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika. Akawauliza hao makida wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani mwa bwana wake, akisema, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Haleluya. Ninazungumzia namna kujali kunavyoweza kuinua kujaliwa. Watu wengi ambao wanajaliwa ni watu wanaojali. Haleluya. Kwenye kisa hiki tunamwona Yusufu ambaye Mungu amempa nafasi kupata kibali kwa mkuu wa gereza, kiasi cha kwamba amepewa aweze kuwa mnyapara mkuu, msimamizi mkuu wa gereza. Na katika hilo gereza wamekuja wafungwa wawili, ambao mmoja ni mnyweshaji wa mfalme na mwingine ni mwoka mikate. Watu hawa usiku mmoja wote wakaota ndoto. Walipoota ndoto, na ndoto hizi zikawa ni za kuhuzunisha, maana walikuwa hawana tafsiri. Pendo wangu, ndoto yoyote ikikosa tafsiri, ndoto hiyo inakuwa ni ndoto ya kuhuzunisha. Ndoto yoyote ikikosa tafsiri, inakuwa ni ndoto ambayo inahuzunisha. Na ziko dalili 3 za ndoto ambayo inahitaji kutafsiriwa. Namba 1, ndoto yoyote ambayo umeiota ni angavu sana,
unaikumbuka kuanzia A to Z, ndoto hiyo inahitaji kutafsiriwa. Ndoto ya pili ambayo ni ya muhimu kutafuta tafsiri yake ni ndoto yoyote ambayo umeiota ikajirudia. Ndoto inayojirudia inahitaji tafsiri ya kwake. Ndoto yoyote inayojirudia inahitaji tafsiri ya kwake. Ndoto ambayo umeiota na ukarudia. Namba tatu, ndoto yote ambayo umeiota na inakuondolea amani, inakuondolea furaha, ndoto hiyo inahitaji tafsiri. Unapataje tafsiri ya ndoto? Namba moja, unapaswa kujaa neno la Mungu. Neno la Mungu likijaa ndani yako, ndoto zitajitafsiri zenyewe. Namba mbili, kuwaona watu waliojazwa na Roho Mtakatifu. Kwa kumwomba Mungu, unamwomba Mungu na Mungu anakuongoza kwa mtu aliyejaa Roho Mtakatifu, au yeye mwenyewe anakupa tafsiri ya ndoto, na tafsiri hiyo inakuwa ni ya kweli. Kwa hiyo hawa watu walikuwa wamekosa tafsiri na wamekaa hapo wanahuzunika, wameinamisha vichwa vyao, na mwingine ameshika tama. Bosi wa gereza anapita, anaona hawa watu wameinama, wamehuzunika. Angekuwa kama watu wengine wanavyojifariji nowadays kwamba I don't care, I mind my own business, angewapita. Na unamwona mtu amehuzunika, rafiki yako kazini yuko tofauti na ulivyomzoea, lakini unasema I mind my business, sina muda na mtu, sijali mtu, nafuata mambo yangu, naendelea na mambo yangu, naendelea na maisha yangu. Yusufu angekosa kujaliwa kama asingejali. Sasa Yusufu akawajali watu wale. Biblia inasema akawauliza, ndugu zangu, mbona mmehuzunika leo? Kuna tatizo gani? Akauliza, kuna tatizo gani? Hii huzuni mlio nayo leo, kuna tatizo gani? Kuna shida gani? Wakamwambia ndoto zao. Kufanya hadithi iwe fupi, ndoto za tafsiri, Yusufu akawapa tafsiri. My Lord, my God. Alipowapa tafsiri, akamwambia mmoja wao kwamba wewe utakaporudi kule kwa Farao, ukanikumbuke, ukanitaje na mimi, maana mimi niko hapa gerezani na sikufanya kosa. Yusufu akamwagiza mtu aliyemjali. Haleluya! Mtu unayemjali ni sawa na kupanda mbegu. Yule mtu kweli akaenda miaka miwili akamsahau, lakini mbegu za kujali watu huwa hazifi. Kafika wakati ambapo Yusufu akakumbukwa. Haleluya! Mbegu hii ya kuwajali waliohuzunika, aliposimama mbele ya Farao, akafanyika kuwa mkuu katika nchi yote ya Misri. Na ndugu zake wakimwona na wengine wakimwona, wanamwona mtu huyu amejaliwa na Mungu, huyu mtu ana majaliwa, ni mtu wa kujaliwa. Wanasahau na hawajui ya kwamba kujaliwa kumetokana na kujali. Nisikilize mtu wa Mungu, kuna namna ambavyo maisha ya binadamu yametudanganya sana, kiasi kwamba wale watu wanaohitaji attention yako ya kuwajali ndo huwajali, lakini watu wale ambao unaweza kuishi hata bila wao, hao ndo nao wajali sana. Unaweza kufikiri dada, mama, unaye dada wa kazi, unaye kijana houseboy hapo nyumbani, vile unavyomuhendo, na hawa ndo wana take care kila kitu cha maisha yako. Watu wanasema hivi, mheshimu sana mtu anayekuandalia chakula. Sumu sio bei kubwa sana, sumu sio ghali mno. Mheshimu sana mtu anayekuandalia chakula. Lakini unakuta watu wanaokuandalia chakula, watu wanaokuzunguka masaa yote, ndo wanakuwa hawajaliwi. Lakini yule mgeni ambaye unaweza hata kuishi bila yeye, akija ndo anajaliwa sana, ndo anatetemekewa sana. Lakini your life partner, your spouse, una time naye ya kujali, una time naye ya kujali. Nisikilize mtu wa Mungu, hata mtu unayemuona wa chini, ni mfungwa ndio yuko gerezani, ni mtu ambaye kweli maisha yake yako chini, lakini nataka nikwambie kwa rehema zake Mungu, kuwa mtu wa kujali. Unapojali mtu, unafungulia majaliwa yako. Yusufu alipowajali hawa watu, walipomwambia tafsiri ya ndoto zao, na baada ya kutafsiri ndoto zao, ikawa ndio mlango wa yeye kufunguliwa, ukawa ndio mlango wa yeye kufunguka na kwenda mpaka kwa Farao
na baadaye kuwa mkuu katika nchi ile. Mungu atujalie siku ya leo katika mwezi huu wa 6 uwe mwezi wa kujali, uwe mwezi wa kuwajali watu wengine. Kwa kujali watu wengine, bila shaka Mungu atafungua milango ya kujaliwa kwetu. Bwana na akubarikie, Bwana na akufanikishe, Bwana na akupe kustawi katika jina la Yesu. Kila uendapo ukafanikiwe. Mwezi wa 6 uwe mwezi wa baraka kwako, na kutamkia baraka katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kabla sijamaliza, mpendwa wangu, nina jambo la kukushirikisha. Tarehe 2 mpaka tarehe 6 mwezi ujao wa 7 tutakuwa na kongamano kubwa sana la neno la Mungu na mkutano wa Injili pale Magugu, Manyara. Tunatarajia kutumia vituo vya redio vilivyopo katika mji huo. Tunatarajia kumhubiri Kristo na kuwainua watu wa Mungu katika mkoa huo mzima wa Manyara kwa neno la Mungu. Ninakuomba ukiwa kama rafiki yangu ambaye unafuatilia mafundisho na unanipenda na unanifahamu tulikotoka, ninakuomba sana sana usiombe pamoja na mimi kwa sadaka yako yoyote ambayo utasapoti kazi ya Injili. Mathalani tunahitaji kubandika matangazo katika ule mji, na tangazo moja ni shilingi 1000. Tangazo moja la kubandika ni shilingi 1000, na sisi tunatamani kubandika matangazo walau 1000 katika mji kwa ajili ya kuwafanya watu kuhudhuria kwenye mkutano huo mkubwa ambao tunaufanya katika mkoa wa Manyara. Ninakuomba unaweza ukachangia matangazo mawili, matangazo 10 au matangazo yote kwa kadri Mungu atakavyokujalia. Tangazo moja ni shilingi 1000. Mungu wa mbinguni na akubariki. Mungu wa mbinguni na kutendee mema. Mungu wa mbinguni na akusaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jehova Baba, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye amesikia neno hili. Naomba Bwana, neno hili likawe baraka kwenye maisha yake, ukamfanikishe na ukambariki mwanao katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaomba haya tukiamini. Amen. Mungu akubariki. Ninaitwa Pastor Imani Oscar Katana. Mawasiliano 0752 35 21 0752 352 116. Unaweza kufuatilia pia TikTok Pastor Imani Katana, YouTube Pastor Imani Katana, lakini pia Facebook Pastor Imani Katana au madhabahu ya moto ulao, ukaendelea kujifunza neno la Mungu pamoja nasi. Bwana na kubariki, Bwana na kufanikishe. Mwezi wa 6 usipungukiwe na kitu. Mwezi wa 6 usiogope, Mungu yuko pamoja nawe. Mwezi wa 6 hutaaibika katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Barikiwa.